Naam, kwa majina naitwa Victor Ramadhani Kalinga. Nimezaliwa tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1996. Na miezi mitatu baada ya mimi kuzaliwa, mama yangu alifariki, lakini aliniacha nikiwa katika hali ya udhaifu, yani nikiwa ni mgonjwa, nikabaki nikiwa nalelewa mikononi mwa bibi yangu, bibi mzaa baba. Na kutokana na maradhi ambayo yalikuwa yananisonga, kutokana na utoto, kutokana na kukosa maziwa au kutokana na kukosa malezi yale ya mama, ile hali ilikuwa kama imemkatisha tamaa baba, kwa sababu yeye alikuwa ameona kama haitawezekana mimi kuweza kusalimika na kuwa mzima au kuwa kama watoto wengine kutokana na namna ambavyo nilikuwa, kwa sababu nilikuwa dhaifu sana. Lakini bibi ambaye ni mama yake alimpa moyo, akamwambia usijali, wewe nenda kaangaike, kitakachopatikana ndicho ambacho kitamfanya huyu mtoto aendelee kukua na awe kama vile ambavyo unahitaji. Kweli, kwa sababu baba alikuwa anafanya kazi katika kuendesha magari makubwa, alizidi kuwajibika kwa namna yake, na kila ambacho kilikuwa kinahitajika alikitoa. Na bibi yangu alizidi kunilea kutoka mwaka huo 1966 mpaka kufikia ule umri ambao nilianza sasa kujitambua kwamba mimi ni nani. Na kwa kipindi hicho chote cha katikati nilikuwa kama nafichwa, kwa sababu sikuwa na ile afya ambayo ilikuwa inamtia mtu moyo kuniona, na ile hali ya watu kutaaruki kila wakiniona ilikuwa inampelekea hata bibi naye kuwa kama anakuwa anakata tamaa, kwa sababu kila ambaye alikuwa anakuja kuniona, kutokana na kuona kwamba kikubwa kinakuwa ni kichwa tu, mwili wote umedhoofika, siwezi kukaa chini na kalia kata, yani nimekonda sana. Ile hali ilikuwa inawafanya watu wastaajabu na watabiri kesho yangu kwamba huyu kesho ataamka kweli. Sasa ile hali ikamfanya bibi azidi kunificha sana na niwe kulelewa ndani, lakini hayo yote kwa neema za Mungu baadaye tukakua mpaka nilipofika miaka 5, miaka 6 huko, nikaanza kuwa stable, yani nikaanza kuwa imara kidogo, japo sio yule ambaye nilikuwa imara kabisa kama watoto wengine. Nilipofikisha miaka 7, baba kwa sababu alikuwa tayari naye ameshaoa mke mwingine, kwa sababu mama yangu alishafariki hapo awali, akaniomba kutoka kwa bibi kwamba njoo tuishi wote na mimi nitakusimamia, nitakupeleka shule na kila kitu ambacho ni muhimu utakipata. Kweli nilitoka kwa bibi nikaenda kwa baba akanipeleka shule na nikaanza shule kama kawaida chekechea. Lakini kwa kuwa nilianza shule nikiwa naonekana kama ni mkubwa sana kutokana na urefu, nikawa kama napata ule uonevu wa shuleni nikiwa mdogo kipindi hicho chekechea. Kwa kuitwa kubwa jinga, ile ilikuwa inaniletea sana shida kwa mimi mwenyewe binafsi, nikasitisha shule. Na kwa kuwa baba alikuwa anasafiri hata miezi 3 mpaka 4 akienda Kongo akirudi, na alikuwa ananiacha na mama wa kambo. Mama wa kambo alikuwa hajali lolote. Nilifanikiwa kuacha shule na baba hakujua kwamba kweli nilisitisha shule. Alipokuja kurudi akaambiwa tu alimaliza. Baadaye nikaenda darasa la kwanza, nikaenda kuandikishwa darasa la kwanza, nikaanza darasa la pili. Shida nyingine tena ikaibuka, nikawa nimepatwa na TB, kifua kikuu. Kwa kipindi hicho, kwa sababu ufumbuzi wa dawa za uhakika kama zilivyo sasa hivi ilikuwa sio rahisi sana kupata. Kwa hiyo dozi za TB ilikuwa inapaswa kwamba niende nikazipate moja kwa moja hospitali, ili iwe inahakikishwa na wauguzi kwamba kweli anakunywa dozi kwa ajili ya afya yake mwenyewe binafsi. Nami kwa kuwa nilikuwa shule na hospitalini ilikuwa inanipasa kila siku niweze kuhudhuria kwa ajili ya kunywa dawa, ilinibidi na hata wazazi kwa ujumla ikawapelekea kwamba wakubaliane nisitishe shule na kisha niendelee na dozi. Ilikuwa ni dozi ya muda mrefu kidogo, kama sikosei ilikuwa inaenda mpaka miezi 6, kulingana na namna ambavyo ulikuwa ni mzingatiaji kulingana na ile dozi. Namshukuru Mungu niliweza kuzingatia kila kitu, nilikunywa dawa vizuri, na baadaye kile kifua kikuu kikawa kimepona, lakini nikawa nimebaki kwamba ni mtu ambaye anahitaji kuishi kwa tahadhari kubwa, kwamba kinaweza kikarudi, kwa sababu unapokuwa unapatwa shida fulani huaga haiishi yote, lakini kuna baadhi ya udhaifu inakuwa inakuachia. Hata niliporejea shuleni ikabidi sasa niwekwe lebo maalum katika bega langu kwenye sweta, ili kuwaepusha walimu kwamba wasije wakaniadhibu na kunichanganya na wanafunzi wengine wakidhani kwamba na mimi ni sawa na wao. Kwa hiyo ile ikanifanya kama, japo ilikuwa inanisaidia kwamba nisipewe adhabu nzito, lakini
kisaikolojia ilikuwa inaleta shida kwamba kuamini huyu ni mdhaifu, huyu ni mgonjwa hivi na hivi. Japo kwa kipindi hicho nilikuwa sijui hiki ambacho tutakwenda kukisema baadaye kwamba walikuwa wanamaanisha nini. Kwa hiyo nikaendelea hivyo na masomo, japo ilibidi tena kurudia. Nikaendelea na masomo kufikia wakati naingia darasa la 3, maana ile darasa la pili nilirudia. Wakati nataka kuingia darasa la 3 ukatokea tena mfarakano baina ya baba na huyo mama mdogo au huyo mama ambaye alikuwa anaishi naye kwa wakati huo. Ikabidi sasa na mimi nirejeshwe kwa bibi. Kulikuwa na umbali kidogo kwa sababu ilikuwa ni kutoka kata moja kuelekea kata nyingine kwa pale Iringa mjini. Kwa ule mtafaruku ambao ulimpelekea mama mdogo kuondoka nyumbani, basi na mimi nikarudishwa kwa bibi kwa sababu baba alikuwa hana muda wa uangalizi pale. Yeye alikuwa ni wa kusafiri. Nikarudi kwa bibi na nikahama shule, nikahamia shule iliyokuwepo kwenye hiyo kata ambayo alikuwa anaishi bibi. Nikaendelea na masomo pale, nikaenda vizuri mpaka kufikia darasa la 7. Lakini darasa la 7 kulikuwa na dalili au viashiria fulani vya shida ya macho vilianza kujionyesha taratibu, japo kulingana na utoto na kutokuwa na elimu elimu pana, nilihisi kama ni shida ambayo inasababishwa na maharagwe, kwa sababu wanasema maharagwe ukila sana na kuletea kama ukungu kwenye macho. Niliamini inaweza ikawa hivyo, kwa hiyo nikaendelea tu kujikaza. Nikiwa nakaa nyuma, mbele sioni vizuri, lakini nilikuwa nasogea mbele, naandika na vitu vingine vinaenda sawa. Mitihani nikafanya, nikafaulu. Matokeo ya darasa la 7 kwenda sekondari, nikaenda sekondari ili hali ile shida ikiwa inakuwa taratibu, shida ya macho inakuwa taratibu. Kufika sekondari hali kadhalika nikahisi kama nina tatizo tu la kawaida la kuto kuona mbali, kumbe ni shida ambayo ilikuwa inakuwa ndani yangu taratibu. Form 1 nikaenda napo nikafanya vizuri. Nikaenda form 2 kwa sababu hapo nikaona sitakiwi kukaa nyuma, bali natakiwa kukaa mbele ya darasa. Kwa hiyo kukaa mbele nikaona nimeweza kuisuluhisha tatizo nilokuwa nalo. Kwa kukaa mbele vile nikaenda mpaka form 2. Form 2 mwishoni shida nikaanza hata mwenyewe kujishtukia kwamba shida imekuwa kubwa, na nyumbani wakaanza kupata wasiwasi. Kwa nini nikitazama kitu chenye mwanga mkali, nikiwa natazama daftari, nikiwa natazama jua, nafinya sana macho? Nikawa nawaambia tu hamna, ni mwanga. Kwa vile ni wazee, bibi na babu, wakawa naona okay, hakuna tatizo. Mtihani wa form 2 nakumbuka mtihani wa mwisho sikufanya vizuri. Nilifanya tu kwa namna ambavyo nilikuwa naweza, kwa kufinya sana macho, kwa kulisogelea sana karatasi. Nikajibu yale ambayo niliweza kuyaona, na kutokana na kutumia muda mrefu sana kuweza kusoma sentensi, nilikuwa najibu maswali machache, nikapata wastani mbaya. Lakini nashukuru kwamba wakati ule hakukuwa na kurudishwa kidato. Ni kile kipindi ambacho walisitisha swala la kurudisha form 2. Kwa hiyo nikaenda form 3. Form 3 nikaenda mwezi wa kwanza. Hapo shida imeshakuwa kubwa, lakini nilikuwa najikaza tu kiume. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, walimu wakasema hapana, unatakiwa kwenda kutafuta suluhu ya tatizo lako. Nikaona okay, ni kweli, kwa sababu shida imeshaanza kuwa kubwa. Lakini kabla ya hapo nilikuwa kifamilia tulikuwa tumeshatoka kwa ajili ya kwenda kuangalia je, shida ilikuwa ni nini. Maana nakumbuka ilikuwa ni kama kipindi hicho niko form 2, kabla sijafanya mtihani, tulikuja CCBRT tukafanya vipimo vya awali kuangalia shida ilikuwa ni nini, kwa sababu shida ilikuwa ni ndogo. Majibu yaliokuwa yanatoka kwamba shida haionekani. Hatukuridhika na CCBRT, tukatoka tukaenda Muhimbili, majibu yakawa ni yale. Tukatoka tena tukaenda Legends kama sikosei, majibu pia yakawa ni yale. Kwa hali hiyo ikatuaminisha kwamba shida ile ya macho niliyokuwa nayo ilikuwa ni kama ni zongo, mambo ya Kiswahili. Kwa tukaendelea kukaa na shida hivyo huku tukiendelea kutafuta tiba za Kiswahili, tiba za mitishamba, lakini bado tatizo likawa kubwa. Ndio hapo ilipofika mwezi wa 4 nikiwa kidato cha 3, shida ikawa kubwa. Kwenda shuleni siwezi kwa sababu upofu umeshaanza kuwa mkubwa. Ikabidi kila kitu kisimame na nikubali kuacha shule au kusimama shule. Na kweli hapo tukarejea tena Dar es Salaam, ambako tulikuja awali, wakasema shida haionekani, tukarejea tena Dar es Salaam. Tulipokuja huku tukapita tena njia zile ambazo tulipita awali kwa ajili ya kujua je, kwa sasa namna ambavyo shida ilivyo kubwa hivi kunaweza kukapatikana jibu lolote.
Baada ya kuhangaika huku na kule, na tulikuwa tunachanganya tiba, wakati mwingine maombi, wakati mwingine tunaenda kwa maimamu wanasoma hivyo vitu ambavyo wanavijua wenyewe, wakati mwingine tunaenda kwa wataalamu hao wa Kiswahili. Hiyo yote kwa ajili ya kutapatapa. Ukiwa na shida huwezi kuchagua ni wapi ambapo unapaswa kumuona tabibu. Nashukuru Mungu kupitia kisomo kama sikosei cha imamu, shida tulivyorudi hospitali CCBRT, shida ikaonekana kwamba ninasumbuliwa na mtoto wa jicho au cataract kama wanavyoita kitaalamu. Lakini kabla ya kufikia huko sasa kwenye kwenda kutatua au kufanya utatuzi wa kuweza kutibu macho, kipindi cha nyuma wakati nimekuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuiangalia hiyo shida na ikawa ionekani, wakati madaktari wakiwa wanakisia kwamba hii shida inasumbuliwa na nini, kuna wasaa wakashauri inabidi nipimwe afya, nipimwe damu. Baada ya daktari kuchukua vipimo, ukafika wasaa kupata matokeo, nikaitwa na majibu yakasomwa tofauti ambavyo na mimi nilitarajia, kwa sababu mimi nilishaunda matokeo yangu kichwani, lakini matokeo ya vipimo yakaja tofauti. Matokeo yakasema kwamba ninaishi ama nina virusi vya ukimwi. Ilikuwa ni taarifa ambayo iliniacha kinywa wazi na ikanifanya nikapata taharuki kidogo. Wakati naendelea kutafakari huku nikiendelea kulialia kwa sababu si rahisi sana kupokea matokeo, daktari akaendelea kuniuliza maswali machache kwa ajili ya kuniweka sawa. Akasema umeambatana na nani kuja hapa? Nikamwambia nimeambatana na baba. Kipindi hicho baba aliacha kazi zake kidogo kwa ajili ya kunihudumia. Akasema je, tunaweza tukamwambia jambo hili? Nikamwambia ndio, inawezekana, mwambieni tu. Lakini akasema unashauri nini wewe kama wewe? Mimi nikashauri bwana na baba apimwe, kwa sababu nilianza kupata wasiwasi pale kidogo kwamba hii shida imetoka wapi, nini chanzo chake. Japo majibu mengine alikuwa anakuja kwamba mimi sasa nilivyokuwa najijibu na kujiuliza kwamba aidha nilipata kwenye kuchongwa huko wakati naenda saloni, lakini kaona no, ngoja niweze kupata uhakika. Baba alivyoambiwa apime, baba akakataa. Kule kukataa kukawa kumenipa majibu kiasi kulingana na lile ambalo lilikuwa linaendelea kichwani mwangu. Kwa hiyo nikatoka pale nikiwa najaribu kuweka ustahimilivu kuweza kulimudu hilo jambo kwamba nimeshaambiwa sasa mimi nina virusi vya ukimwi, na ukiangalia nilikuwa nimekwenda kwa shida ya kuweza kutibu mtoto wa jicho. Nikatoka na baba tukirejea pahala ambapo tulikuwa tumefikia kwa hapa jijini Dar es Salaam, lakini njiani nikamuuliza maswali tu kwamba baba, kama hii shida mimi ninayo, mama alifariki kwa nini? Baba akanijibu sijui. Kwa jibu jepesi kama hilo, kulingana na swali ambalo nilikuwa nimemuuliza, nikawa sasa nimeshajiridhisha kwamba inawezekana kuna kitu hapa naficho, na ndio maana tangu nikiwa mdogo, tangu ninavyozidi kukua na kadri ninavyozidi kuhoji juu ya ukweli wa kifo cha mamangu, basi haya naweza kawa ni majibu sahihi. Kwa hapo tukawa tumerejea mkoani, na sasa turejee pale ambapo shida ilikuwa tayari imeshakuwa kubwa, na kitu ambacho kilikuwa kinaniumiza zaidi sio kwamba ni kwa namna gani ambavyo nitaishi na virusi vya ukimwi, lakini nilikuwa na taswira ya haraka ambayo nilikuwa naipata kwangu kwamba ukisha kuwa umepatwa na shida, yani umeambiwa sasa una virusi vya ukimwi, una ukimwi, taswira ambayo nilikuwa naiunda au ambavyo anaiunda mtu mwingine yeyote pindi anapokuwa amepatwa na shida kama hii ambayo ninayo ni kwamba lazima utakufa mapema. Nilichokuwa nalilia zaidi kwamba kwa nini nife, ili hali hata vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu amenijalia sijavitumia na sijapata manufaa yake. Kwa kweli nilikuwa nalia sana, japo sikuwahi kufikiria swala la kujiua wala kujidhuru kwa jambo lolote lile, lakini nilichokuwa nalilia, Bwana Mungu, naomba unijalie miaka zaidi ili na mimi niweze kufaidi kile ambacho umeweza kunipatia. Tukirejea pahala ambapo nilirejea tena Dar es Salaam kwa ajili ya tiba ya macho, kwa sababu huo ni wakati ambao nilishapoteza tena matumaini kwamba nimegundulika nina virusi vya ukimwi, tena ninakuja kupatwa na shida ya upofu. Hakuna kitu kinaleta shida kama uzaliwe mtu ni mzima, uione dunia namna ilivyo, alafu baadaye wakati unaendelea kukua ukutwa una upofu tena. Kwa hiyo kwa hapo nikawa nimepoteza matumaini, nimekata tamaa, na nikaona upofu daima sijawahi kumuona mtu anapona upofu. Kwa hiyo nikawa nimekata tamaa, lakini kwa sababu bibi yangu ndio aliyenilea tangu nikiwa na miezi mitatu, na hata kipindi chote cha matatizo ambacho nilikuwa napita, yeye alikuwa anasimama kwa ajili yangu. Alikuwa ananiambia hapana, hii shida kama ni mkono wa mtu basi lazima tutashinda, na kama shida ya Mungu basi na imani anatusikia maombi yetu, na lazima tu kuna suluhu itapatikana. Mimi kuna kitu nakiona kupitia imani yake hiyo. Nilikuwa nahisi kama kutiwa moyo tu, na sikuwa nataka kusadiki kwa asilimia zote 100
Kwa kweli namshukuru Mungu kwamba ikapangwa siku ya kufanyika operation, kuchunwa jicho. Ikafanyika operation ya kwanza, ikawa salama. Baadaye jicho ambalo lilifanywa operation likawa limekuwa stable, nikaenda kufanya operation ya pili, nayo namshukuru Mungu ikawa imeenda kama ambavyo madaktari walikuwa wamedhamiria iwe. Nikawa nimerejea tena kwenye hali yangu ya awali kama ambavyo nilivyokuwa naona. Na baada ya hapo ikabidi sasa nirejee tena shuleni. Kumbuka kwamba ilibidi nisimame masomo. Kwa hiyo niliporejea shuleni, wale wenzangu ambao nilikuwa nao kidato cha 3 wakawa wamesha kwenda kidato cha 4, na mbaya zaidi wakawa wameshasajiliwa kwenye baraza la elimu kitaifa. Kwa mimi ikawa hainiruhusu tena kuendelea nao, ikabidi nikalili kidato cha 3. Safari mpya ya kuishi maisha tena mapya, nikaendelea pale kusoma, lakini kipindi hicho tayari nimeshajijua mimi nina virusi vya ukimwi, na kila nikitazama najiona kama niko peke yangu. Nikaanza kujiingiza kwenye makundi ambayo yalikuwa sio rafiki kwa kweli. Makundi hayo yalinipelekea sana kuwa mlevi. Nilikuwa mlevi na sikujali juu ya masomo, sikujihurumia mwenyewe binafsi. Ulevi ule ulipelekea mpaka tukasimamishwa shule, tukaitwa kama ni wakorofi wa shule. Maana sio ulevi tu, bali na tabia nyingine hatarishi kwa vijana ambazo huwa tunazifanya shuleni. Tukasimamishwa shule. Hicho kipindi nilikuwa sasa nimeshatoka kidato cha 3, tumeingia kidato cha 4, na tumeunda kundi la vijana wakorofi kwa ajili tu ya kufanya mambo ya ajabu kinyume na sheria. Kutokana na hayo mambo ambayo tulikuwa tunayafanya, hatujali ni muda wa masomo wala muda gani, kwa kweli tukakamatwa siku moja na mpaka tukasimamishwa masomo. Tulifukuzwa kabisa, hatukujuzwa kama tutarudishwa au la. Kwa hiyo tukawa tunakaa mtaani tukiwa na tumaini, na wakati mwingine tukiwa tumepoteza. Nashukuru Mungu tukaitwa, tukaenda kufanya mtihani, na mtihani tukamaliza, mwisho wa siku tukarudi mtaani. Lakini kwa kuwa shuleni tulikuwa pamoja, tulikuwa wengi, na ulevi ule tulikuwa tunaona kama ndio maisha yetu mapya. Lakini baada ya kumaliza hapo, taswira ikaanza kubadilika kidogo, kwa sababu kila mtu alikwenda na njia yake, kwa sababu kila mmoja alikuwa anatokea katika mikoa tofauti, na kila mmoja alikuwa na mtandao wake wa namna ya kusaidiwa. Kwa upande wangu niliona na sasa hao marafiki ambao walinipeleka katika njia ambayo haikuwa sahihi, wote wanaanza kupotea na mimi nabaki kama mimi, na maana kama wenyewe waliniachia madhara, basi atabaki tu kuwa na mimi. Nikaamua wakati naendelea kusubiri matokeo, nikaamua nianze kujishughulisha na biashara pale Iringa mjini. Kweli nikaanza kuuza mitumba. Niliuza mpaka muda wa matokeo yametoka. Matokeo hayakuja vizuri kuniruhusu niende kidato cha 5. Lakini kulingana na wastani ambao nilikuwa nimeupata, wastani uliruhusu kwenda kwenye ualimu. Na huo wasaa ambao nilipaswa niende chuoni ndio wasaa ambao yule ambaye nilikuwa namtegemea kunifanyia kila kitu, yeye ndio aliyekuwa muhimili, akawa sasa ameanza kuumwa, ambaye ni baba. Alikuwa anaumwa kweli kweli, na kazi akawa amesimama. Kwa mahitaji yote ya msingi ambayo nilikuwa nastahili kuyapata yakawa yamesitishwa. Sasa kutokana na kusitishwa huko, na mimi sasa matokeo yametoka na inabidi niende chuoni, ikawa hakuna fedha ambayo inahitajika ili niweze kwenda chuoni kuendelea na masomo. Ikabidi kuomba msaada kwa ndugu wa karibu kama vile mjomba, akaweza kufanya hisani yake, lakini kwa makubaliano kwamba lazima nihakikishe nafanya vizuri. Niliona kama ni kitu ambacho hakiwezekani kwamba mimi nirudi tena kwenye kuwa yule mtu ambaye anahitaji kuwa bora zaidi, kwa sababu sikuwahi kuwa kwenye hizo nafasi za juu shuleni. Nikaenda chuoni huko nikajitahidi kwa hali na mali, na ndipo hapo nikagundua kwamba sio kwamba watu tunazaliwa hatuna akili. Tunazaliwa na akili zetu timamu, akili zetu ni nyingi kweli kweli, lakini matumizi sahihi ya akili zetu ndio yanatofautiana. Hali hiyo ilinifanya kwamba nikajitahidi kweli kweli. Kwanza niliona nimedhaminiwa, na nikileta ujinga udhamini ule unasitishwa. Kwa hiyo matumaini yangu ya kusoma zaidi yanaweza akawa yameishia hapo. Kwa hiyo nilisoma kwa hasira, kwa sababu matokeo yalikuwa yanahitajika kila muhula nikifanya mtihani inabidi nimtumie huyo mtu ambaye alikuwa analipia masomo yangu, ambaye ni mjomba. Hali ile ilinifanya nijitume sana na kuachana na mambo yote ya kijingajinga kama vile ulevi na tabia nyingine hatarishi nilizokuwa nazifanya. Nashukuru Mungu chuo nilimaliza salama masomo yangu. Lakini kabla sijamaliza masomo, kwa sababu baba alikuwa ni mgonjwa, ilipofika mwaka 2015, baada ya kusherehekea tu
sikukuu ya kupokea huo mwaka alifariki tarehe 2. Hapo nikaona sasa muhimili muhimu sio tu umegafirika bali umepotea kabisa. Kwa hiyo mimi sasa hivi tena sina mama na ndo rasmi sina baba, nimekuwa yatima kabisa. Hali ile ikanipelekea niamini kwamba sasa mimi ni mwanaume niliyekamilika, baba amekwenda kwa dhumuni maalum, kwamba kuna kitu ambacho Mungu anataka kukijenga ndani yangu. Baba alipofariki na mimi nimemaliza masomo yangu, taratibu za msiba 40 zikawa zimemalizika. Nikaenda field nikafanya vizuri, baadaye nikarudi tena mtaani kwa ajili ya kujipanga kutafuta ajira. Namshukuru Mungu, nikachukua vyeti vyangu kama vilivyo, nikaandika barua zangu, nikajipanga sasa kutoka hata mkoa wa Iringa kule ambapo pahala bibi ambapo yupo na kwenda mkoa mwingine kwa ajili ya kutafuta kazi.